Karibu sana mtazamaji wa elimu ya afya kwa umma na Afya TV online hapa Wizara ya Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto. Kama kawaida yetu tunakuwa na mada mbalimbali zinazohusiana na magonjwa mbalimbali na mambo mbalimbali kuhusiana na afya. Na leo tunazungumzia ugonjwa wa kifafa. Tuko katika wiki ya kuadhimisha ugonjwa huu ambao kila Jumatatu ya pili ya mwezi Februari. Na leo hii tutakuwa na Daktari Omar Ubuguyu. Yeye ni daktari bingwa wa magonjwa ya akili kutoka Wizara ya Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto. Dr. Omar, karibu sana kwenye kipindi chetu. Asante sana. Bila shaka mtazamaji utaambatana nasi kuanzia mwanzo mpaka mwisho tukiangazia ugonjwa wa kifafa. Karibu sana. Kifafa ni ugonjwa ambao hauambukizi. Ni ugonjwa ambao mtu anaweza kupata kwa sababu mbalimbali, lakini wengi kati ya wagonjwa wa kifafa tunasema kwamba sababu kuu haijulikani. Ni ugonjwa ambao mara nyingi unatokana na matatizo ya mfumo wa fahamu na ni mawasiliano katika ubongo ya njia kama ya umeme. Yakitokea hayo huwa yanaambatana na dalili nyingi. Sasa kama utachukua watu 6 kati ya watu 10 wao chanzo cha kifafa hakifahamiki, ila watu 4 kati ya watu 10 tunaweza tukatambua chanzo. Na dalili hizi mara nyingi zinafuata baada ya magonjwa kama malaria, wakati mwingine magonjwa kama uti wa mgongo, meningitis, au watu wengine wanaopata ajali moja kwa moja na kuathiri sehemu za ubongo. Kuna baadhi ya watu inaweza ikawa wamepata uvimbe kichwani. Ndio. Na hata wakati wa kiharusi mtu anaweza kupata stroke na baadaye akaendelea kupata kifafa. Mtu anaweza kupata dalili mojawapo ya ugonjwa wa kifafa ambao ni degedege. Sasa watu wanaweza kupata degedege kwa sababu nyingi, na endapo itatokea na mara moja basi haifai kuitwa kifafa. Itaishia tu kwamba ni degedege, na itakuwa degedege linalotokana labda na malaria. Degedege linalotokana na uzazi, pressure ya uzazi, au degedege lililotokana na kiharusi. Itaishia kwamba ni degedege kwa maana hiyo. Na hata kama utapata mara ya pili, kwa sababu ile kuna kitu kingine kimetangulia, basi itaitwa degedege kulingana na ugonjwa wa kwanza uliotangulia. Sasa kifafa kinatambulika vipi? Mtu anapopata dalili zile kama za degedege, alafu hakuna sababu ya msingi iliyopelekea kupata hiyo degedege kwa wakati huo, na ikitokea zaidi ya mara moja, hiyo ndio inaitwa kifafa. Na kitafsiri tuanzie tu katika picha nyepesi kwamba kifafa kinaweza kikaambatana na degedege, lakini si vifafa vyote vinaambatana na degedege. Kuna wakati mtu anapata kifafa na hapati dalili hizo za degedege, labda mtikisiko. Nikisema degedege inamaanisha ile mwili kucheza na miguu. Lakini wapo watu ambao wanapata dalili za kifafa bila kutokea hali hiyo. Yaani kwamba kuna watu wanapata kifafa na anakuwa amekaa tu sehemu ameduaa kwa muda, alafu baadaye anaendelea. Na inatokea sana watoto. Dalili za ugonjwa wa kifafa, moja na kubwa ambayo inaonekana na inajulikana kwa watu wote, ndio usema kuvibrate, kucheza mikono na miguu. Lakini dalili nyingine ipo kupoteza fahamu. Mtu anapata kifafa anaweza kupoteza fahamu, ingawa sio wote. Kupoteza kumbukumbu kwa muda mfupi, na wakati mwingine mtu anaweza akajikojolea au akapata haja kubwa. Kwa hiyo haja kubwa na haja ndogo zinaweza zikamtoka. Mwingine anaweza katoa mapovu. Na mara nyingi dalili zinazoambatana zingine ni zile dalili zinazotokana na mtu labda kuanguka. Kuna wengine wanataka kupata mavidonda mengi, kachunika, mtu anaweza kaungua kwa sababu ya kuanguka. Na wengine ipo baadhi wachache wanaweza kawa wamejiganda. Kwa hiyo hizi ni miongoni mwa dalili. Kitu kingine kabisa kinachomfanya mtu aweze kupata kifafa, tunasema vinasaba katika mwili wake. Genetics. Kuna watu ambao kwa bahati mbaya genetics zinawafanya wao, yani vinasaba walivyonavyo vinawafanya wao wapate udhaifu wa kupata ugonjwa kirahisi. Na tunasema kwa lugha ya kitaalamu Caesar threshold, ambayo inabebwa sana na vinasaba vya mtu. Ndio maana mimi na wewe tunaweza tukapata wote homa, joto likapanda mpaka nyuzi 40, au wote tukapata degedege, alafu baadaye degedege likaisha, sisi wote mimi nikapona muda wote, wewe labda ikakurudia ukapata tena degedege mpaka ikaibukia kuwa kifafa. Kitu ambacho kimetokana na kimesababishwa zaidi na vinasaba walivyonavyo. Sasa kinasaba ni sehemu ya kwanza ambayo inachochea mtu alipata tatizo kwenye ubongo kupata kifafa.
Kitu cha pili kinachoweza kuchochea, ambacho tunasema kinacho lower, kushusha ile seizure threshold, kitu cha pili ni umri. Watu wenye umri mdogo sana na umri mkubwa sana wanaweza kupata kifafa kirahisi zaidi kuliko watu wa umri wa kati. Na kitu cha tatu ambacho kinachochea ni vilevi. Kuna baadhi ya vilevi ambavyo vinaweza kufanya upate kirahisi kabisa kifafa, hata wenyewe vinaweza vikaishia kwenye kifafa kama utaendelea kuvitumia, au dawa, baadhi ya dawa zinaweza kupelekea. Vilevi vya aina gani daktari? Pombe moja wapo ya vilevi ambavyo vinaweza kufanya hali ya degedege ikakujia kirahisi zaidi. Kwa hiyo hivi ni baadhi ya vitu ambavyo vingeweza kuchochea. Sasa katika ile swali lako la umri, ni kweli watu ambao wana umri mdogo wanakuwa na seizure threshold ndogo zaidi. Kwa hiyo mtu mwenye umri mdogo akipata mtikisiko kidogo ni rahisi kupata kifafa. Na ndio maana hata ukiona degedege linakuta sana watoto, kwamba joto la mwili limepanda sana, wao haraka sana wanaweza wakapata degedege. Tofauti na mtu mkubwa ambaye anaweza kupata joto kwa kiwango kile kile lakini asipate degedege. Kwa bahati mbaya kifafa kinapata watu wengi katika umri mdogo. Ni umri ambao mtoto angetakiwa awe anajifunza. Sasa utakuja kuona tumezungumzia ugonjwa unaathiri sehemu ya ubongo. Ubongo ndio kiungo cha msingi kwenye kujifunza. Tunasema ugonjwa wakati mwingine unaathiri sehemu ya kumbukumbu. Ugonjwa unaweza kuathiri uwezo wa mtu kuelewa kwa wakati huo. Kwa hiyo utakuta kama sehemu kubwa sana ya kujifunza inatoweka. Kwa hiyo mtoto mdogo kama atapata kifafa mfululizo, basi atakosa kitu cha msingi sana katika jamii kwenye kujifunza. Madhara mengine ambayo yanaambatana na kifafa ni kwamba mara nyingi inaanza dalili kidogo kidogo, kifafa kinakuwa kinaanza taratibu. Kwa mtu ambaye amepata kifafa mara moja na degedege inamaanisha, alafu hakupata nafasi ya kuhudumiwa, ikaendelea tena mara ya pili, basi dalili hizi zinamtokea mara kwa mara. Lakini dalili ya kifafa nimesema wakati mwingine zinaathiri sehemu zingine za ubongo. Kwa hiyo ipo mtu ambaye anaweza kupata kifafa ikaambatana na ugonjwa wa akili. Kumbuka tumezungumzia swala la mfumo wa umeme kwenye ubongo limeathiriwa. Na kama vinaweza kutokea mara kwa mara, inaweza kuleta mpaka kifo. Kwa mtu anapata degedege muda mrefu na inaweza kupelekea kifo. Kifafa katika jamii yetu inachukuliwa kama ugonjwa mbaya. Wengine wanachukulia kama laana. Ni ugonjwa ambao familia nyingi hazipendi kusema kama zina mtu mwenye tatizo la kifafa. Na kwa hiyo hii inaathiri takwimu zinazopatikana kwa sasa, kwa sababu watu wengi hawaripoti ugonjwa huu hospitali. Tuna takwimu nyingi sana za degedege, na degedege haitoshi kusema kwamba hichi ni kifafa. Kwa takwimu nyingi za kitafiti zinaonyesha kabisa karibu katika watu watatu kati ya watu 1000 wana tatizo la kifafa. Hizi ni takwimu za kitafiti ambazo zimefanywa katika baadhi ya maeneo na sio maeneo yote. Takwimu za kidunia zinaonyesha kwamba karibu 1% ya watu wana tatizo hili, na kwa sasa inaonyesha karibu watu, yani 1% ni kote duniani. Inaonyesha karibu watu milioni 50 duniani wana tatizo la kifafa. Ila inaonyesha 10% ya watu duniani waliwahi kupata degedege angalau mara moja. Kwa hiyo hizi ni takwimu za kidunia. Kwa hiyo nimesema takwimu zinaonyesha kama watu watatu katika watu 1000 wamekuwa na shida ya kifafa. Lakini kumbuka takwimu zetu bado haziwezi kuwa sahihi kwa sababu ya jinsi ugonjwa huu unavyochukuliwa kwenye jamii, na labda hapo nitakuja changamoto zilizopo kwenye jamii. Na kama ishara ulionyesha kwamba watoto wakimwona mtu kadondoka wanakimbia, wanaogopa, watu wengi wanaamini kwamba kifafa kinaambukiza. Ninakumbuka hata sisi wakati tuko watoto, watu wengi ukimwona mtu ana kifafa unaambiwa kaa naye mbali usije kikakupata. Hata kucheza naye tena kumgusa tulikuwa hatuwezi tena. Yes, watu wanaogopa. Na hii ni kitu ambacho kinatokea mapokeo kwenye jamii. Familia yenye kifafa huwa inatengwa, kwamba ugonjwa ule, nyumba ile ina kifafa. Kwa hiyo kuna sehemu nyingi sana zinatokana na hivi. Sasa ubaya wake ni nini? Ubaya namba moja, watu hawawezi kusema ugonjwa, kwa sababu tukisema tunaelekea katika hatari ya kunyanyapaliwa kwenye jamii. Kwa hiyo ni bora tufiche. Hiyo hatari namba moja. Hatari namba mbili ni ule unyanyapaa ambao mtu anaupata. Kama mtoto kishatengwa na watoto wenzio, maana yake sehemu ya ukuaji inapotea. Kumbuka mtoto ukuaji wake unategemea sana watoto wenzie ili kujifunza lugha vizuri, kujifunza aina ya michezo na kuchangamsha ubongo wake. Kwa hiyo watoto huwa wanatengwa, familia inatengwa. Watu wazima wakigundulika kama wana kifafa atanyimwa mke. Kwa hiyo bado wanaendelea kupata shida nyingi sana kwenye jamii. Lakini sehemu ya unyanyapaa ndio tatizo kubwa kuliko yote. Na hii inapelekea sasa watu
wenye kifafa wengi kupata baadhi ya magonjwa ya akili ambayo hayasababishi moja kwa moja na ugonjwa wa kifafa, lakini yanasababishwa na hali kwenye jamii, mojawapo ikiwa ugonjwa wa sonona, depression. Watu wengine wanaweza kupata ugonjwa huu wa sonona tu kwa sababu ya jinsi jamii inavyomchukulia na yeye jinsi anavyoishi na ugonjwa. Na ugonjwa wa pili ni ugonjwa wa anxiety ama wasiwasi. Unakabili sana watu ambao wanapata kifafa. Okay, sawa. Tuzungumzie changamoto ambazo mnazipata nyie kama watabibu wa hili tatizo, na pia address jamii sasa. Nini ambacho kinatakiwa kufanyika? Kwa sababu tatizo linaonekana ni kubwa na bado kuna dhana ile ya kulificha na kuona. Hebu tuambie changamoto ambazo zipo, alafu pia utuambie jinsi gani jamii tunaweza kulitatua hili. Changamoto kubwa kabisa ambayo inatukabili sisi watu wa huduma, na nafikiri hii ni kweli kwa hospitali zote, ni kwamba watoto wengi sana wanacheleweshwa kuja kupata huduma za tiba kwa ajili ya kifafa. Na wengi wanacheleweshwa kwa sababu kuna tunasema imani potofu nyingi zinazohusiana na kifafa. Watu wengi wanakumbuka, nafikiri kwenye jamii yetu ni jambo la kawaida, watoto wanaopata degedege, wengine sijui unamwekea maji ya chooni, mwingine sijui unamchomea mavi ya tembo, vitu vya namna hiyo. Kwa hiyo kuna watu ambao wa kijadi huwa wanatumia katika kutoa huduma, na mara nyingi unafikia kwenye kumchelewesha mtoto au mtu ambaye amepata degedege. Kiwango kwamba hata anapofika hospitali huwa wanachelewa na inachukua muda mrefu kupona, sababu kifafa sio ugonjwa wa muda mfupi, inatumia muda mrefu kupona. Na wananchi wanaanza kukata tamaa kwa sababu pamoja mtu atakuwa ameanza dawa, bado haimaanishi kwamba nikianza dawa leo kama homa vile inashuka. Ukianza dawa leo kwa ajili ya kifafa, inaweza kuchukua miezi 6 ili dalili zipungue. Na inaweza kuchukua miaka 2 ili usianguke hata mara moja katika mwaka au katika miezi 6. Kwa kuwa kuna imani potofu nyingi zinazoambatana na kifafa. Kwa hiyo mtu hata kama ameanza dawa mwezi mmoja, basi wale wenye imani zao watamkatisha tamaa na kumwambia kwamba unaona dawa za hospitali hazisaidii bwana. Kwa hiyo anaenda tena kwenye mitishamba, ambapo muda atakaofika hospitali anakuwa amechelewa na inaathiri sana. Wengi wanaishia kupata matatizo kama utindio wa mbongo na wanashindwa kujifunza au kusoma, hasa inapokuta watoto. Okay, sawa. Tuseme sasa hii matibabu yake vipi kwa hili? Kuna tiba ambayo ni sahihi kabisa kwamba mtu akiitumia anapona kabisa? Yes, kuna tiba na kuna dawa kwa ajili ya kifafa. Kitu cha msingi kabisa unapofika hospitali ni kutoa taarifa kuhusiana na ugonjwa. Mtu ambaye anamsindikiza mgonjwa, maana yake huyu huwa anaona, nimesema kifafa mtu akidondoka huwa anapoteza fahamu na hajui nini kimemtokea. Kwa hiyo kama atapata nafasi mtu kwenda hospitali akasindikizwa na mtu ambaye mumeona wakati tukio linatokea, atamsaidia daktari katika angalau kupata hisia ni aina gani ya kifafa ambacho mtu yuko nacho. Pia kuna vipimo vya kuweza kuthibitisha aina ya degedege ambalo mtu yuko nalo. Ili inasaidia sana katika utoaji wa dawa. Alafu mwisho kuna kutoa dawa. Na kwa bahati nzuri serikali yetu inatoa dawa hizi bure. Mtu anapokwenda katika idara ya afya ya akili, basi anaweza kupata dawa hizi bure kabisa, asilipie. Na kuna dawa nyingi tu ambazo mtu anaweza kupewa. Sasa dawa inaponyesha kifafa kiponi ghafla, ni ugonjwa wa muda mrefu. Kwa hiyo mtu atakapopata dawa, basi asubiri angalau miezi 6 kuweza kuona picha ya manufaa zaidi. Na ndani ya miaka 2 mtu anaweza kuwa hana dalili kabisa kaishi nayo. Na inaonekana kabisa duniani kote karibu 70% ya watu wanaopewa dawa kwa ajili ya kifafa, basi dalili zile zirudie kabisa. Na 30% wataendelea kupata huduma. Ni kwamba kifafa kitaendelea kuwepo na dawa zitakuwa zinawasaidia ili asipate mara kwa mara. Okay, daktari, nakushukuru sana, na tuangazie sasa hii siku ya maadhimisho ya kifafa duniani. Tuzungumzie kwa mwaka huu mmejipangaje, na pengine kauli mbiu ya mwaka huu inasemaje, na ujumbe gani hasa mmeuandaa kwa ajili ya jamii kwa mwaka huu? Kwa mwaka huu tumejipanga kwamba tamko litatolewa, tutasoma tamko kuhusiana na kuadhimisha siku hii. Lakini sehemu kubwa kabisa ambayo tunataka kuhamasishana ni katika kutengeneza uelewa kuhusiana na ugonjwa wa kifafa. Labda ni jambo ambalo sasa tunatakiwa tulitilie mkazo
kwa sababu vijana wetu wengi sana wanakosa nafasi ya kujifunza, wanakosa nafasi ya kuishi maisha yaliyokuwa ya kawaida kwa sababu ya ugonjwa wa kifafa. Na kauli mbiu ya mwaka huu inazungumzia kwamba kifafa ni zaidi ya ile degedege tunaloliona. Kwamba ndani ya kifafa kuna degedege, yes. Ndani ya kifafa kuna kupoteza fahamu. Ndani ya kifafa kuna manyanyaso ambayo watu wanayapata. Ndani ya kifafa kuna kukosa huduma, kwa sababu wakati mwingine mtoto mdogo amepata tatizo na hana utashi, familia ndio itakayoamua nini apate. Kwa ndani ya kifafa kuna kupoteza huduma. Ndani ya kifafa kuna nguvu kazi ya taifa inapotea. Kwa hiyo tukitazama kifafa tutazame zaidi ya hapo. Nyingine, kifafa ni ugonjwa kama magonjwa mengine. Kwa hiyo tuondoe zile mila potofu kwamba kuna kulogwa, kwamba kuna imani za kishirikina, laana. Ni ugonjwa kama magonjwa mengine. Na mtu anayepata kifafa anatakiwa apate huduma, aende hospitali na asaidiwe kupata huduma. Huduma zinatolewa bure katika hospitali zote za serikali. Na kuna aina zaidi ya 3 ya dawa ambazo zinatolewa bure. Kuna dawa maalum zingine chache ambazo labda mtu anaweza kanunua kama si sehemu ya zile dawa zinazopatikana hospitali. Lakini watu wengi, kuna aina zaidi ya 3 za dawa ambazo zinafanya katika njia tofauti tofauti, na kwa hiyo kuna uwezekano mkubwa sana mtu akienda hospitali akapona. Na la mwisho ni kwamba watu 7 kati ya 10 wanaougua kifafa na wakapata huduma sawa kabisa hospitali, basi dalili za kifafa hupotea na inatosha kusema kwamba wamepona. Ingawa hatuna uhakika kama watakaa milele, lakini wataishi bila kifafa kwa muda mrefu au maisha yao yote. Ni watu 3 tu katika 10 ambao ugonjwa huu utakuwa ukijirudia pamoja na kuwa kwenye dawa. Kwa hiyo tusimkatishe mtu kupata huduma. Okay, sawa. Ujumbe gani kwa jamii ambao pengine kama nilivyokuambia awali sisi tulivyokuwa tunachukulia kifafa na jamii nyingi kubwa mpaka sidhani kama kuna, mnawaambia nini jamii kuhusiana na huu ugonjwa? Mtu akitokea kwenye familia labda ametokea mgonjwa hivi, nini ujumbe unawapa? Kitu cha msingi vya kusaidia watoto na watu wengine wanaopata kifafa. Namba 1, tuwasaidie na tuwapende watu ambao wana kifafa, tusiwanyanyapae. Jambo la pili, kuna hasa kwa wazazi ambao wana watoto wenye kifafa, basi wawasaidie kuwalinda. Maana yake wakati mwingine kifafa kinatokea bila kujua wakati gani. Wapo watu wengi sana wanakufa kwa kifafa kwa sababu wamezama maji. Kwa hiyo kama kuna watoto wanacheza na tunajua kwamba wana kifafa, wawe na uangalizi wa karibu. Tusiwazuie wasicheze kwa sababu mtoto anahitaji kucheza. Lakini anapocheza kuwe kuna uangalizi wa karibu. Tujiepushe kwa watoto namna hii kucheza katika juu ya miti, juu ya majumba, kwa sababu wanaweza kadondoka na wakadhurika au wakafa kabisa kwa sababu kuna hatarishi. Wasicheze karibu ya moto. Lakini kuna hizi adhabu, hasa sisi tunaolea watoto wetu kikawaida tu, tunasema Kiswahilini kwetu. Kuna adhabu za mtoto asile. Mtoto wa kifafa anatakiwa awe anakula kwa sababu ubongo wake unahitaji nguvu. Unahitaji chakula kwa wakati wote, glucose inahitajika. Kwa hiyo adhabu za mtoto asile sio adhabu nzuri. Kumzuia asinywe maji kwa muda mrefu. Kwa hiyo tuhakikishe kwamba anapata maji ya kutosha, wanalala sehemu iliyo bora ili aweze kupata nafuu, ugonjwa usijirudie. Na jamii na wazunguka, labda wazazi na watoto ambao wanazunguka watoto labda mwenye tatizo, nafikiri tutoe ushirikiano, tuwapende, na ni watoto kama watoto wengine. Kwa hiyo tukiwashirikisha katika jamii itawasaidia wao, na hawataambukizwa hata wakicheza nao, na hawaambukizi kabisa. Hakuna namna ugonjwa wa kifafa unaambukiza. Sawa, mtazamaji wa Afya TV Online, hapa Wizara ya Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto kupitia kitengo cha elimu ya afya kwa umma. Leo tulikuwa na mazungumzo kuhusiana na ugonjwa wa kifafa na tumesikia mengi kwa mtaalamu wetu hapa, daktari bingwa wa afya akili, na umepata kufahamu vitu vingi sana ambavyo vinahusu ugonjwa, matibabu yake na vitu kama hivyo. Daktari, mimi nikushukuru sana kwa mengi ambayo umetujuza, na nakukaribisha tena wakati mwingine ambapo tutakuwa tukiwa na mada zinazohusiana na magonjwa ya akili. Tutakukaribisha sana hapa kitengo cha elimu ya afya kwa umma. Asante. Mimi nikushukuru sana. Naitwa Adrian Kaneno, endelea kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii, Instagram na Twitter kama elimu ya afya kwa umma, na pia kwenye TV Online kama elimu ya afya. Asante sana.